Psalms 115. Psalms 115:3. Ukifika unaweza soma Psalms 115 verse 3. But our God is in the heavens. He has done whatsoever he has pleased. Lakini Mungu wetu yuko mbinguni. Alitakalo lolote amelitenda. Bwana asifiwe. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza kwa sababu ya jioni ya leo. Umetupa kibali chako Bwana Jehova Jireh cha kunena mausia yako na kufundishana na kuelekezana kwa amani na imani. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh, wewe ndiye mwenye uwezo huu wote. Tunakushukuru ni kwa sababu tena mfalme wa ajabu, nguvu zote na mamlaka yote ya giza imekomeshwa mpaka chini ya miguu yetu. Sisi ni watu wamefunguliwa na watu wameshindaniwa katika mambo yote. Asante kwa sababu ya utajiri ulio katika ndani ya roho ule Bwana umetupa. Asante kwa sababu ya wisdom, knowledge, understanding and revelation. Zile Bwana tumatia unaendelea na kutuongezea ndani yetu na kutambua na kuendelea tukitambua neno lako Bwana tumatia lilikuwa na uwezo na nguvu kutoka mwanzo. Ni vile watu wako hawakuweza kuelekezwa na kufundishwa kulingana na vile vinavyohitajika. Pokea sifa kwa wakati huu unatufafanulia. Wacha ufunuo wako Bwana uweze kuwa msaada kwa kila mmoja wetu, kutoka kwa mkubwa mpaka kwa mdogo, kwa uwezo wako na kwa nguvu zako, katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tunaamini. Katika huo mstari wa Psalms 115 mstari wa 3, lakini Mungu wetu yuko mbinguni. Mungu wetu yuko mbinguni. Alitakalo lolote amelitenda. Bwana asifiwe. Amen. Amelitenda. Kwa hivyo ni kazi imekwisha ama ni kazi itakuja kufanyika? Ni kazi imekwisha. Imesaa kuisha. Bwana asifiwe. Amesaa tenda. Jambo lolote kwa sababu hata tunafaa kuelewa na kutambua kwamba wakati Mungu alipomaliza kazi zile siku 7, siku ya 7 Biblia inatuambia alifanya nini? Alipumzika. Na wakati alipopumzika, hakuna kazi nyingine aliweza kuingia ndani yake ili aweze kuifanya isipokuwa tu ile ilikuwa imefanyika kutoka Genesis 1 to Genesis katika kitabu ya Genesis 1. Hakuna kazi nyingine na tu, hakuna kazi nyingine aliyokuwa anakuja kuifanya katika maisha yetu ama hata katika maisha yake. Yeye alipumzika. Naye Kristo Yesu wakati naye alipokuja ulimwenguni akafa, Biblia inatuambia kwamba alipumzika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunakalia na tunanena juu ya kazi imekwisha. Na yale yote Mungu alipokuwa amekusudia kuyafanya, aliyafanya. Kwa hivyo wakati wowote niko hapa, nimesimama hapa, mimi ninanena juu ya mambo yameshamalizika. Bwana asifiwe. Kwa kama ni uponyaji nimeshaupokea. Kwa hivyo nimeshaponywa. Haleluya. Kama ni uzima, hakuna uzima ninahitaji. Uzima tayari uko ndani yangu kwa sababu nilipokea wakati nilipoamini. Bwana asifiwe. Kama ni wokovu, sina wokovu mwingine ninangoja kupokea. Tayari nimeshapokea wokovu na niko ndani ya wokovu. Kama ni Kristo, sina Kristo mwingine ninataka aweze kujiongezea ndani yangu. Nimeshapokea Kristo, nimeshapokea Mungu yuko ndani yangu, Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. Hakuna kitu kingine ninachokihitaji kiweze kujiongezea ndani yangu. Bwana asifiwe. Nimeshapokea. Kama ni neema tayari imo ndani yangu. Bwana asifiwe. Kama ni nguvu imo ndani yangu. Kwa hivyo hakuna kitu ninachokihitaji. Kazi yangu sasa ni kufungua maandiko na kuyasoma kila wakati tunaponena kuhusu wokovu wa Bwana. Tuweze kujua ya kwamba wokovu ni kazi imekwisha. Na wokovu haupokelewi mara mbili. Wokovu ni mara moja tu.
deliverance haikuji mara mbili, deliverance ni mara moja. Kwa hivyo wakati tumekaa hapa, vile tunavyokaa hapa, sisi tumeshakuwa delivered. Tumeshapewa kibali. Hakuna kibali kingine tunahitaji, tumeshapewa. Bwana asifiwe. Tena mtu wa Mungu, wewe ni mtu unafaa kuangalia neno na unatambua neno kwa njia iko na upana ya kwamba Kristo alisema imekwisha. Bwana asifiwe. Ni nini ilikwisha? Yale yote yaliyokuwa imewekwa kama mateso kwa mwanadamu, tuseme kitu kama sheria ilikwisha. Bwana asifiwe. Kitu kama kifo, wale wote walikufa pamoja naye, wakazikwa pamoja naye, wakafufuka pamoja naye, walikuwa kazi yote ile ilikuwa maishani mwao ilikwisha. Sasa ni kupumzika. So wakati huu tunasema hivyo ni uweze kujua ya kwamba mimi nimeshaponywa, sababu kazi ya uponyaji ilikwisha. Bwana asifiwe. Mimi nimeshabarikiwa kwa sababu kazi ya kubarikiwa ilikwisha. Wakati alitamka ilikwisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi nimesimama hapa kama mbarikiwa, sikojei nibarikiwe. Mimi nimeshapokea baraka. Namba 2, nimeshapokea utajiri wote wa rohoni, na utajiri wa rohoni umebebwa mwilini, kwa sababu wakati tunapokea knowledge katika neno, wisdom katika neno, understanding katika neno, tunapokea utajiri wote wa ulimwengu. Bwana asifiwe. Sababu wakati kama huu tumeongea tukasema ya kwamba unaweza enda na uende kwa bank, uende kwa sairo, uende mahali pengine na ujikute umechukua fedha. Mwadhani ya roho. Haleluya. Hiyo sio ya roho. Hiyo ni mambo yale yote tumeyasoma, tukajua ya kwamba ate mimi ndio niweze kusimama ninahitaji mtu mwingine. Tuko pamoja? Yes. Ate ndio niweze kusimama ninahitaji mtu mwingine. Yule mtu mwingine pekine ndiye ako na shamba ile ninafaa kukomboa ndio nilime. Tuko pamoja? Sababu sina na ninataka kulima. Si mtu mwingine ndiye ako nayo. Na kama sina huyu mtu hauwezi. Bwana asifiwe. Ndio niweze kushikwa mkono na watu kama Moses, kama wakati ule wa Moses, wakati ule wa vita, wakati ule walimshikilia mikono, wakati mikono yake ilikuwa inaanguka walikuwa wanashindwa, lakini wakati walikuwa wanamuinua wakiishikilia juu walishinda maadui wao. Bwana asifiwe. Kama hawangekuwa wa kumshikilia na kama hawangekuwa na hiyo knowledge, wangeshindwa. Kwa hiyo wakati wote tunasoma neno, usisome neno tu likupatie mambo ya kiroho. Wacha usome neno likupatie mpaka knowledge ya ulimwengu na hata wisdom. Bwana asifiwe. Na uweze kuunderstand vile unafaa kuandamana na watu na vile unafaa kukaa pamoja na watu. Bwana asifiwe. Kwa sababu huyo mtu nikitaka kitu chochote, hata nikitaka kushukwa nywele ni nani? Haleluya. Bwana asifiwe. Nikitaka kupitia katika njia, nipitia katika taruto ngiwa terere hapa kwa hii plot. Kona kwa kona. Hapa ni kwenda kusipitia mtu. Watu wa mjini wanaweza pita. Watu wa juu wanaweza pita. Kwa hivyo ni lazima wakae na mimi vizuri. Isiweke bali. Ndio wanaweza hiyo tikora gogo. Kwa hivyo ndio ingala la serana ni kama ngabo kingwa mugoda kana kwa musi. Kwa wote haleluya. Ndio tikora gogo. Ungala ni maroge. Tawali mwana nani? Kwa hivyo wakati mmoja uweze kujua ya kwamba hakuna jambo utaweza kama hakuna mtu mwenzako. Sio nilisema Mungu na Kristo na Roho, nasema mtu. Kwa hivyo ni lazima utengeneze njia zako na watu ndio uweze kuruka mahali hapo pengine. Ni kuoroge haunani. No kinako na Mungu. Oigwa. Tulihujagia mothe ni moigwa. Tulihujagia mothe tondu twahonokire andu mahonokaga makahana irimũ. Andu mahonokaga magaikara na Kristo. Ukaigua gũkĩina rwĩmbo rũrĩa rwĩragwo ndĩ na Kristo ngũkĩenda kĩ. Nĩ ũrenda mũndũ no gacokithia ndĩ na Kristo ngũkĩenda kĩ. Ndĩ na Kristo
ngokienda ke ndenda Kristo ngokienda ke ndageko heboga yale maga yaga o na no modei de modo na bani Kristo endake ke kwa boga ikara apana kikikira ni kwa boga ikara die ni uwe na hekima ya Ukristo vile utakaa na watu na ugana na Kristo hapo ndio ndio kuna yenya tumadodo koro tale murata gikuo gyaku ni kya na yenya na rekindi muri kwi mundu thia gukena ona baka eika tiga thia ni ono omaraya ona gukena ba wikarite ndiri kwi mundu ukenaga eika ukenaga ri witoka etiguo kana boye tongoro ko maruga kusiero ko yari akoro mwemeza ine medewe gokena ekachafuliwa na vinywaji etiguo ona mukaguranira nyama inde tio mukenera abeika ona ngikono na millions and millions kwa usikene asa kwa kera kana kwa pamoja tuwe urafiki na tusiwe na urafiki wa kutesana, tusiwe na urafiki wa kuumizana, tuwe na urafiki umejaa Mungu ndani yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Na mtu asiwe na urafiki wa kusaidiwa. Abia wewe mwingine usiwe na urafiki wa kusaidiwa. Kwa sababu kuna watu wanatafuta kama rafiki ndio wasimame na wao. Hapana. Sio urafiki wa hiyo aina ninaongea vile wewe uko na gari na mimi niko na shamba. Bwana asifiwe. Kwa kama niko na shamba na ninalima, naweza kuboa gari yako niende nikachukua nikabebe. Tono nyingine gari no wewe nayo. Note na mmoja na wewe hiyo. Kwa no he gari ndiye atia. Ya, na tikohe ewe katia. Nikukobora. Ukobora fulani natia. Lazima ugaramie. Kwa hiyo unahitaji kuwa mtu mwenye ako na msaada, mtu ako na nini, mtu hodari katika fedha. Bwana asifiwe. Haijalishi kama ni wewe badi futi ya siri kidate. Haijalishi. Hiyo date ya leo ya kesho kutwa inaweza fanya kitu. Bwana ni roho shu. Sawa, sasa tuingie katika message. Lakini tuko kwa message. Biblia linajua kumesikia kama kwa katika hadithi zingine. Kwa hivyo tukaona ya kwamba tulikuwa tunasema ya kwamba kama Mungu hakuna wakati alifurahishwa na mambo yale yeye mwenyewe, ama kulingana na mpango wake wa kutoka mwanzo. Mungu hakufurahishwa na mambo yale mengine yote. Sisi inaweza tufurahisha. Na Mungu hawezi tenda jambo lolote lile yeye mwenyewe hakuwa amekusudia kutoka mwanzo. Na tena hawezi ate sasa akubebe grace aweze kuachilia Mama Shiro. Ate sasa anaweza achilia Mama Shiro abebe grace. Hapana, unaona hapa tunakula chakula. Bwana asifiwe. Roho yule anatutumikia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaona Mungu ametutoshanisha katika Kristo, katika neno, katika roho. Bwana asifiwe. Hivyo tunafaa kuelewa na kujua kwamba tumeshatoshanishwa sisi wote. Na Mungu anatupenda katika hiyo nafasi. Ametupenda hivyo equally. Hakuna mtu mkubwa na hakuna mtu mdogo. Bwana asifiwe. Ile bidii yako ya kusoma neno ndio inakufanya uende ukahubiri mahali fulani. Ile bidii yako ya kuomba ndio inakufanya usikie wewe umekuwa yani uko na uwezo na uko na nguvu, unaweza enda na uwezo kukusanya watu. Bwana asifiwe. Unalikana sasa na bidii yako. Utajiri wako ni bidii yako. Bwana asifiwe. Sio hata ni kuomba. Utajiri wako si kuomba, utajiri wako ni bidii yako.
Kujikuta ukiwa umeajiriwa ni bidii yako, sio kuomba. Kama ni kuomba, leo hii mimi ninaweza jifungia 40 ama 100 days niwe daktari kakutibu wa mama. Koro ni kuhoya ndiko mwendo. Kana leo kekate. Ndio hapo ya magehoya magena fegi. Agemahoya mwathani apia mehererio oro akuhunjia maikerio kodwini mona kana tikwa hii. Lakini yote ni sawa. Washika vile sasa ninakuambia kama ni maombi, kila mtu angekuwa tajiri, kila mtu angekuwa na magari, kila mtu angekuwa na maprops. Kama ni maombi, kama ni kuliamini neno tu Kristo Yesu. Ewa ikua unasikia mahali ninaguza. Kama ni kuamini tu Yesu na Mungu na kuomba, kuamini neno, hapa hakuna mtu wake kuwa na mambo yake, maploti yake imesimama. Lakini kwa sababu Kristo hakukuja, tumefundishwa hapa na mtumishi wa Bwana, walikuwa wanatamani, walikuwa wanafikiria Yesu alikuja kuwafanya nini? Kuwabatilisha na kuwaokoa kwa maadui na kuwafanya mambo mengine mengi. Walikuwa wanafikiria namna hiyo. Lakini Yesu alikuwa amekuja ni kwa ajili ya wokovu. Haleluya. Kwa hivyo hakuna kitu angeweza kuwafanyia, kwa sababu mission yake ilikuwa katika salvation. Death yaweza kusave. Bwana asifiwe. Kwa hivyo na wewe hiyo ingine sasa ni bidii yako. Na ndio unaona hakuna mahali aliondoa akina Petro akawaambia nini? Alikuwa anawakuta wakiwa hawana, anawaambia wekeni nyambi yenu pale. Keleleni na huko iko mambo yote iko mazuri. Unaona hakuna wakati aliwapinga kufanya kazi. Hata hakuna wakati alipinga nani huyu ni nani alikuwa daktari? Ni John ama ni nani? Ni Luke. Luke alikuwa daktari, hakupinga hiyo kazi yake ya udaktari. Tuko pamoja watu wa Mungu, kwa sababu karia yako ni mzuri, itaweza kukufanya ukaweza kujitoshelesha katika maisha yako ya mwilini. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya mwilini yeye hashughuliki na mumenya ngeuko. Maisha ya mwilini ndio shughulika yake. Bwana asifiwe. Ni sasa uombe, uamini, enda kazi. Kula ushibe, nunua nguo, nunua gari, nunua kile kingine. Ekegwele, korone mao ya mahaya na gari ndio. Sige tungrao ile ndio ndasidia. Masini sisi yule. Hizo matini zote sijaye wapi? Ukweli kama si ukweli? Lakini tunasemaje saa hii? Lazima turudi kwa mifuko. Kwa mifuko ndio tununue. Sijui unanielewa? Ndio uache kuwa kanisani saa yote. Hata ni kuomba ubarikiwe. Toka, hata usiombe, hata usiseme nini. Toka, enda tafuta kibarua. Fanya kazi. Bwana asifiwe. Pasipo maombi. Ndio kweli. Pasipo maombi haihitaji. Ni kama vile mwanamke akiwa sawa, anajua kama mtoto aliingia saa ngapi, anajikuta na mimba, sababu ako katika usawa na amefanya vile inafaa. Mtoto anapokelewa. Bwana asifiwe. Hiyo kama abuwa makundi taramoko. Bwana na maana basi huwa kwa hiyo ile kwa ndio moyo wangu. Ndio Unaigua. Kana moya na. Ndio ndo makora uomena. Mbele mission ya mnegosio. Ndio moya na. Ndio weka. Mosana kuga pale kia. Ketisokie gado. Ona mtiugara. Nesipi. Kana tibua. Ona na wewe bali sodoka. Ayo na dakika kama kwa kibodi ya ulao. Kuji
tulichomokea huko. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Mambo mengine ni lazima tuyanene, sababu imekuwa siri kubwa sana katika maisha yetu, na hiyo jambo tunaita siri ndio inatukula. Bwana asifiwe. Amen. Na nikiona makanisa maroho yulete ade malaka ade mara adu mana turaku makora go mahano go hindi siyo ko na maido maume na maidori kudo ago daidana ora daidana nao wa uma oje wako oje haya na moko para kwa ndio na daidana hapa na huko kwa barabara ukitafuta kibarua. Bwana asifiwe. Usiseme ati umekosa kulipa nyumba kwa sababu ya kuombea kanisa. Kanisa wachana nayo. Abia wewe mwingine wachana kanisa. Nakwambia kama utakuja hapa ndio uombea kanisa, Mungu akuje, wachana na ibada. Kuiombea. Haleluya. Nenda kwanza fanya kibarua, kuja ibada ya 3. Ukiwa umemaliza pokea 300 watu wasilale. Ndio hapo wewe. Ndio na tukao itakuwa jana ni joy. Hapo ati kio kwa hinda ndio hangia kibuingigira. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sababu hiyo ni ugonjwa mmoja uko makanisa ya kiroho, na ndio unasikia watu hawana haja na neno, wako na haja na kule wanapewa vitu. Mchere tu nusu. Unatoka kwako ndio ukamate kiti. Saa 12 ndio uende upate kiti. Unakaa hapo mpaka saa 2. Hata hiyo mchere nusu ni hela. Na ndio kuingana. Ona kilo ni kwa kuingana. Kana tigwa hivi. Toa dole waru. Yule nyanya. Ona mafuta ni yule. Ona kinyagasi. No ndio ndio wake. Na akili si kutuma ndio wake. Wakiuga weke ine. Usaya kilo. Ndio sio limbo. Yes. Olimo akiafio. Mungu hakukubali hayo, na ndio unaona nimesema hawezi sikalia na sisi. Ati anaweza fanya jambo lolote lile anataka ama tunataka, hawezi. Hata sisi hatufai kufanya vile tunataka, kwa sababu tukiingia katika hiyo nafasi ya kufanya vile tunataka, utaua mwenzako, utafungia mwenzako hata maisha yake. Unanielewa? Na ujue Shetani na Mungu wanakaaga wakiwa wanakupigania wakutumie. Unanielewa? Kwa hivyo wakati unaomba maombi isiyofaa, Shetani anakuwa tayari sana kujibu. Anaijibu kwa haraka sana. Unafikiria ni nani? Ni Mungu. Na ni Shetani, sababu Mungu hawezi toka nje ya Christ. Ni mrani understand? Mungu hawezi toka nje ya Christ. Kufa kuzikwa kufufuka. Tuko pamoja? Na wakati sasa amemaliza sasa hiyo katika hiyo mambo mengine ni wakati ya kuglorify. Bwana asifiwe. Ya kutukuza jina lake. Sasa wewe kuna kutukuza kupitia maombi mabaya. Hata unaona mtumishi amechukua nini? Kama mwingine nilikuwa ninaona amechukua ile mpaka mnaona ile shwari. Anachukua shwari, anasimama, anaambia watu simameni. Akiwaambia simameni, anainua hivi. Anasema adui wowote wa watu hawa. Mtu yeyote yule amejifanya kuwa adui wa watu hawa, na afanye nini? Na afe. Haleluya. Na nikadida kuina makeria madongi. Ujira ya kwenda na bebo kuita titadongi hato. Alisoka jibwa yana karomano akapeana kahadidi akasema mshirika wake mmoja alikuwa ameingia kwa kazi
Sasa kuna kukawa na watu maadui walisimama katika mwanya wa kutaka hiyo kiti ya huyo mshirika wake. Mshirika wake akampigia simu akamwambia, makazi yetu mimi kuna watu wanapigana ndio wachukue nafasi yangu. Naye akamwambia, usijali. Wewe tulia. Wakaomba. Kuomba masamaha matatu. Ukwisha. Wakasikia ndio kidogo. Uko sasa kazini. Kutoka alienda akakuta yule alikuwa anataka hiyo kiti ndio anaruhusiwa. Alikufa tu kidogo. Akapiga simu. Sasa huyu pastor anaongea hivyo ndio watu wasikie ile nguvu iko ndani ya jambo lolote ile unafanya ukiomba Mungu. Noanita kikiana hinya wa kwenda gukosoa ucio na kimenya ni mura inioyo utumite onenga itangi kama utushi. Bwana asifiwe. Na kage Syria kulingana na Philippians na hinya wa kama maundu mariku acio. Ndio kukwira atiri mwanake ucio kuhirio muthuri ucio kuhirio leo aganaga roga kiria muujiza na ishara zile zinafanyika wakati waaminio wamesimama kinyume na mapenzi ya Mungu, kinyume na watu wengine, ate Mungu vile anatimiza. Lakini wacheni niwaambie, alikosolewa kama vile Yesu alikosoa mitume. Bwana asifiwe. Wewe haujaitwa hiyo nafasi, pengine wewe uwe hata wewe si the worshiper, kwa sababu hata shetani hakutaki. Anakuogopa. Bwana asifiwe. Ndio mnaona makanisa inamalizana. Kwa sababu kila mtu anainuka na kagufu kake kadogo. Anasema na ndio akapiga miguu. Na unakuta yenyewe unajikoa. Yona ilikuona kama kiara. Waikala nyumba. Na wakati usiukonora anakuja kesho kuangalia kama uko sawa. Bwana asifiwe. Maombi machafu. Wacha nikwambie, enda uangalie mawazo yako vile inakuanga. Enda upime mawazo yako kama kuna kitu unasikianga wakati umeona mtu mwingine ameendelea. Ama wakati mtu mwingine amekukosea. Bwana asifiwe. Uwe mawazo yako inakuambianga namna gani? Unaharakisha kufanya nini? Bwana asifiwe. Atanijua, tutakutana mlimani. Nitafunga. Unaona mambo kama hayo? Hiyo yote sio ya Kristo. Hiyo yote si ya mtu amesamehewa dhambi. Lakini wako ndani, wanasema tumesamehewa, lakini kazi yao ni kuua, kazi yao ni kuharibu. Kazi yao ni kufukuza watu makanisani. Lakini anasema ako na nguvu, anatumia ile nguvu. Anatumia ile neno kwa njia ile haistahili. Ati nimesarabatisa, nimesema akili zake zichanganyikiwe. Biblia hadithi ya ufunuo. Hata tunaweza angalia na nini neno tuone. Wakati Kristo Yesu alikuwa anaenda kufa, wakati hata mtu anaitwa Stefano, wacha sasa Christ. Hata Stefano aliomba akasemaje? Wasamehe. Na ndio wao na mahigae. Ndio hata kile kila kitu kile hapo unaona mahigae na nanenga ingekuwa kingana. Wakashaka kumwagilia. Wanaijue? Kugerea ho. Na ukwete mojesi. Na mojesi kwa sababu take limbo ndo tilikaje mwetekele ya korata. Hakuwa keona na mahiga na musika. Bwana asifiwe. Bwana ukata mojesi. Deke kwere. Uratu kile wa Kristo ngo kweta moja. Na mojesi. Kama siria mbele yake mojesi. Bena musinga na mena foroforo ngiri 10. Na wale wanakuja kukuingilia ni utatumia tu 5 uwaondoe katika ulimwengu. Lakini kwa sababu sheria haijakukubalisha kufanya hayo. Tuko ndani ya sheria mpya. Sheria ya Kristo. Tutakuwa kama wajeshi. Wasamehe. Hawajui. Ndio yaweza ndugu. Hawajui wafanya. Wewe dime msie. Ndio ujibini.
Unataka kiko hiaje ndio wewe. Hapa sasa ile. Lakini hiyo ndio sasa. Kufa kama mjeshi. Uko na kila kitu ya kumaliza lakini haumalizi. Uko na matusi ya kila aina lakini hautusi. Uko na watu wakubwa serikalini lakini hauwatumii. Inawezekana? Mimi naamini inawezekana. Niulizeni kwa nini? Kama tuko hapa na tunaendelea tu kusikia neno likikuja wakati wote, hata likikuja ukiwa wapi, linakuja hiyo huo moyo usio na amani. Bwana asifiwe. Neno liko na uwezo na liko na nguvu. Na tukae ndani ya neno, ndio kila wakati tunakujiwa yale yote yanakuja, ndio unaona tunakusanyika. Mmewaikwa tunakusanyika ni kwa sababu ya hiyo jambo. Wakati wote tunasikia kabisa tunaweza fanya jambo. Wakati wote tunasikia kabisa mioyo yetu imeinuka, maliko imeingia. Sasa inafika. Tunajikuta kwa ibada. Hiyo aina yote amaliko, aina yote ya kutaka kujiulizia, aina yote ya kupigana, aina yote ya nini inafika mpaka chini ya miguu yetu. Bwana asifiwe. Utatoka kwa neno. Uende wapi? Ukienda na huko utajikuta ukipigana vita wewe mwenyewe na utashinda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukienda katika hiyo Mathayo, hebu fungua Mathayo 17:5. Mathayo 17:5. Soma haraka. Matthew 17:5. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. Hear ye him. Bwana asifiwe. Hear ye him. Kwa hivyo tumepeanwa kwa nani? Kwa Kristo. Yule wakati wote tunalisoma kutoka New Testament yote, tunaona mahali anaomba maombi machafu, tunaona mahali anakomesha, tunaona mahali anafanya jambo kinyume na andiko. Hapana. Na sifiwe. Haleluya. Kwa hivyo Kristo alivyo Mungu hakuna ombi baya lolote. Hakuna kujiinua wala kujitesa kwa mawazo mengi. Mawazo mengi ndio inafanyanga tuweze kuteseka sana na kuchukua jukumu isiyo na msingi. Tuko pamoja? Kwa hivyo tunaambiwa tumsikie. Kwa hivyo kile kinaweza fanya Mungu aweze kile mahali Mungu alikuwa ameficha, kile kinamfurahisha ama kile kinampraise. Bwana asifiwe. Alikuwa amekificha ndani ya nani? Ya Kristo. Na njia gani? Na njia hii moja. Kwa sababu ya kumtuma mwanawe wa pekee ulimwenguni aje hapa ni kwa sababu ya dhambi ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata wakati Mungu alikuwa anautazama ulimwengu, anaona watu wa ulimwengu ni wachafu, watu wa ulimwengu ni wenye dhambi, watu wa ulimwengu wanauana, watu wa ulimwengu wanafanya kitendo chochote kile kichafu. Mungu hakuwa na uwezo wowote wa kupigana. Mungu hakuwa na uwezo wowote wa kukasirika. Tuko pamoja? Kwa hivyo hakuna wakati Mungu alikasirika kwa sababu ya mwanadamu. Mjue hivyo. Hata wakati mnasikiliza wahubiri wakisema ate Mungu amekasirishwa na watu ndio mambo fulani imetokea, hakuna mvua unanyesha ate unabeba watu ate kwa sababu Mungu amekasirika. Hapana. Tengenezeni drainage. Muone kama mvua ikikuja, hata ikuja na namna gani, hiyo maji haitamezwa na drainage. Sasa tukifunga drainage, si maji inaingia kwa nyumba? Itamaliza kazi zetu, itumalize hata sisi. Tuko pamoja? Tengenezeni drainage. Na haya yote itakuwa sawa. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hivyo kazi jambo moja Mungu angefanya, hangeweza kurudi Christ nyuma, aweze kufuta ile ahadi alikuwa amenena juu yake kumpita.
kupitia, si ndio? Si alikuwa amesema Yesu atakuja na atasamehe watu dhambi zao. Alafu kwa Yesu amekufa ni kwa ajili ya watu. Alafu aanze kuua huyu, anaacha yule. Yesu akasema, nimemfanya kuwa matajiri. Aanze kufanya huyu maskini na huyu anamtajirisha. Huyu ni Mungu wa kweli kweli? Hapana. Hangeweza kuenda mbele ya Kristo ama kinyume na ile kazi alikuwa amempa mwanae. Kwa hivyo yeye Mungu hakukasirikia ulimwengu, sababu badala ya kukasirikia alipeana mwanae aje kwa upendo aweze kutoa watu katika dhambi na mauti, aweze kuwaondoa katika kifo, aweze kuwaondoa katika hali yoyote ile ya chukizo, aweze kuwaondoa katika hali ile ya umaskini, aweze kuwaondoa katika hali ile ya magonjwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu haya yote haijatoka kwake. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hivyo Mungu hangechukua jukumu lolote akiweze kukasirika, akiweze kufundisha watu tuwatunga katemengani yule kati ya. Ni Mungu wakati ananipiga atenengani yule hapo, ni Mungu ananipiga. Ate kwa sababu sasa sikwenda, hata ukikosa kukuja miezi 10 hautapigwa. Gari yako haitakosa kukubeba watu. Nyumba yako haitakosa kukaa watu. Kwako kwa nyumba hakutakuwa na magonjwa. Ni unaigua, nakatukua wala kiapio. Muthii athie na muikari ikara, muikari kwa Ngai ikara na muthii awako ehere kwa Ngai ehere. Mwathani arogocwo. Gutire hindi Ngai rekenjaria Gikuyu no taraigua Gikuyu. Gutire hindi Ngai agakuhura kana kuria kiuria ni tondu wa gutira kanitha ero cio ngiono gitira maita 10. Ngai ndagakuria. Mwere ogwo. Niguo. Haleluya. Yani ukikate ati kana uge kana weciria ati tondu ndatira nikio wira wako uraheire. Asa ni thitima ura connected to. Nĩwaigua? Ngai ndarutithanagia wĩra na mwaki. Kama kuga nilisoma katika kitabu ya hapa Musa aliambiwa, Musa alikuwa anaambia Exodus, wakati alikuwa anaambia huyu mtu anaitwa Farao, akasema, akamwambia, hebu mwambie wacha watu wangu waende. Wacha, sijui inaweza kuwa mstari gani, lakini ningetaka tusome lakini ati wacha watu wangu waende. Achilia watu wangu waende. Fungua watu wangu waende. Bwana asifiwe. Ati fungua watu wangu waende. Hiyo ni kusema nini? Fungua watu wangu. Mwenye atatoa taidi ataswali taidi. Tutitaka taidi ndio ndio ati matorati maga tuekate. Pia nini? That ni giving. Bwana asifiwe. We. Tunafanya nini? Tuna give. Bwana asifiwe. Haleluya. Dikani mbona hali modo ameona na yako ndio katigana nayo kiu kathome. Ndio ukasome. Kwa kule nani alikuwa anafikia wana wa Israeli. Ni vile sikukiwa mstari. Exodus 5. Mstari gani? Basi. Hebu soma. Exodus 5:1. Exodus 5:1. And Pharaoh said, behold, the people of the land now are many, and ye make them rest from their burdens. Yeah. Therefore they cry, saying, let us go. Exodus 9:1. 9:1. Exodus 9:1. Tuangalie kama tutaona. Let my
people. My people go. 91. Angalia hiyo. Ndipo Bwana akamwambia Musa, "Pitia wewe kwa Farao, mwambie Bwana Mungu wa Waebrania yuwasema, wape Musa watu wangu ili waende wanitumikie." Yes. Kiingereza. The Lord said unto Moses, Go in unto Pharaoh and tell him, Thus says the Lord God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me. Wachilia watu wangu waende wakanitumikie. Bwana asifiwe. Hiyo ni kusema nini? Fungua watu wangu. Kwa kuwa katika kazi yangu aku. Ndio hivyo. Ohora ndo akomeke atia. Maji makandi kirewe. Ohora ndo akoma. Tukakuohora werutire ule kwenda. Tukakuohora uhoe. Tukakuohora weke atia. Oke kanisa. Tukakuohora hakuna mambo inaitwa sheria. Hakuna sheria yoyote. Aliwasema fungua watu wangu waende umwambie fungua watu wangu waende. Achilia watu wangu waende wakanitumikie. Wape freedom. Bwana asifiwe. Amen. Ama mnafikiria Farao mnamuona sasa mkimwangalia hivi mnamuona types and sandals. Fungua achilia hiyo mawazo yako inakufunga kutenda kazi ya Bwana. Achilia hiyo kimesimama nawe kinazuilia uweze kusimama katika kazi ya Bwana, ndio kazi ya Bwana iendelee. Bwana asifiwe. Tunakufungua kama kulingana na vile Mungu aliambia Musa, abia Farao, vizuizi zote hizo za kila aina. Mambo yale yote yamesimama katika maisha yako. Inazuilia kazi ya Mungu ifanyike. Leo Farao tunamtoa wapi? Leo tunanenea our flesh, our mind, our thoughts zile zinatuambia hapana, uko hivi, ukifika hapa utakuwa hivi, ukienda hivi utakuwa hivi. Anakwenda modo Mungu. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo inahitajika wewe uweze kujua ya kwamba usiangalie hapo ate Musa akaambiwa ate wacha watu wangu waende wakanitumikie. Ni wewe. Bwana asifiwe. Ni sisi nasi watumishi tunaambia wachilie watu hawa wakunitumikia nitumikie na wakukaa kae. Bwana asifiwe. Wakusimama katika mwanya wa utumishi wangu asimame. Wakuachilia aweze kuachilia. Ndio kila mtu aweze kuwa katika freedom. Tuko pamoja watu wa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo kazi ya Mungu wakati wote tunaoifanya, tusifikirie tutaifanya kulingana na vile tunataka. Na tusifikirie tunaweza bribe God. Ati kwa sababu wewe uko katika nafasi ya mchungaji ama wewe kama our brother hapa. Ati sasa wewe unaweza fanya jambo lolote lile unataka. Bwana asifiwe. Unaweza fanya, wacha nikwambie unaweza fanya, but ujue kama hilo jambo litokani na Mungu, nani atajibu ombi lako? Nani atajibu jambo lolote lile utafanya? Ni Shetani. Yes. Usifikirie Shetani hata hapa ajibu. Anajibu. Usifikirie ati utaenda kukutania na Shetani pale ati huku hawezi ingia. Hapa huku. Hapa umekalia yuwapo. Akitaka kujibu maombi haraka. Haleluya. Tuko pamoja watu. Kwa hivyo hapo ndipo tulikuwa tunasema ya kwamba Mungu hangeweza kufanya jambo lolote akimtazama mwanae yule aliyemtuma. Akimtazama hivi, kila kitu inafungwa. Bwana asifiwe. Maundu mothe make makaruga maka. Ona uraganite ndagigeri ya Mungu gukuraga.
mwathani orogoci no riu andu ake makoma hano nginyahutia marugamaga matikoragwo na authority iguru ria Ngai moragaga no matigua matieciragia nao no magakua na ni urona moragaga na matiuraga tondu Ngai ndoragaga na Saitani ni arenda uture niguo wike atia umurutire wira wina wira thaithi mahiranagira mahukanitha mwathani arogocwo wanaduka watoto mimba na wamama wa wenyewe nao wanachukua mabwana za wenyewe makanisani na hakuna mtu anakuuliza ukweli ama si ukweli. Unaendelea tu ginyoka ligamo kali atiamutiriaga ginyoka igwa tokiuma kanitha niki mundu ucio akioire jukumu iyo yake imoko-ini make na ni munene kuri Ngai na niwe wathaga Ngai na aramwathira kuria arahodi mwathani arogocwo wabura akona barua kubwa dunga wote na wewe unadungwa kwani ulipiga duru wakati ulishikwa ulipiga duru si hata Biblia inauliza hivyo mtu yeyote yule ataweza kushikwa ukishikwa ukose kupiga duru wewe na mkushiki muko pamoja ndio maandiko moradia akikunda anaigabu ni mbona hatoka aikondo ingine hapo ndio hatoka ndio ukile katubo leo mode akikurura jiti warathie mbora ile ukage kuga thutha wa miaka 5 ona ndegora mwana kana akenda kabe gutikwa twabe tutora na igotine aterere ndio ni waigire wakakugarira mundu agimarire hindira ndirona aikondo igire buhinde bakunyitaga ugo kurehe tondu riri kakwihinde wanyitagirwo iria-ini ona ina iria-ini gutikwa na andu marakufira nitomone muking'ang'ana nginya uge bababu jambo lote litaendelea mlikuwa pamoja. Biblia inasema piga duru sio kuleta kesi wakati ule mmemaliza wakati ule umefurahia wakati ule uleta hicho kwa wenda ile yake eti kwa jana natumia mageka moto ahiritagia ihua soka mugiwe katia ugandie ona no waradungire rere uraduga wawe mokuo uradite kwa kisuku urare ila koma ujue Mungu aingiri nyende na uko yo wa Ngai wega mwathani arogocwo Mungu aingiri sababu ni wa your choice Mungu aingiri tuko pamoja Mungu aingiri na ndio unaona unaweza shindwa Ngai kwani inaendaga na mjangani Ngai yake ihuranira Ngai yake tijanira ekio sio reke kinyanĩria ũrĩa arenda rekeke Bwana asifiwe haleluya wacha afanye leo urauga na sasa mimi siko kwa hiyo anafanya kwa sababu yule wamefanya na yeye naye wamekubalia na wewe choice si yako ni ya nani ni ya huyo mwingine Bwana asifiwe haleluya kwa hivyo hauna jambo wewe unaweza fanya kwa sababu wote wa kila mtu wamesimama katika choice yake na wewe umesimama katika choice yako ya kuendelea tu na kufanya kazi ya Mungu ndũngĩgirĩrĩria nĩwaigua nĩkĩũriga gũgũthia gatea atĩ nĩ kwa mũhunjia kana nĩ kwa bishop nĩ kwa kibishop tarĩu no ũkore nĩ tũmaũndũ tũingĩ mũno ingĩ Bwana asifiwe. Angalia mambo vizuri sana usione kama wewe mko na urafiki sana na Mungu hakuulizi. Ni vile hawezi rudi nyuma na kufanya kazi ya Ibalisa. Sasa alitupatia nafasi kila mtu achague. Choice ni yako. Uamuzi ni wako. Tobona watilo matibaba silona na ole matikega idani. Andu yale wa kumulimo akereka
Tio managere na tino sio ni kugererio managere. Rekio na tigana no hoi wake. Ona kene mo hoi no ena ngoro ya gwika atia. Ya ngoro ya ojuru ya uyu. Ona asifiwe. Anakuta hata kama anaomba, hata kama yani anaomba Bwana, ninaomba unifanye, baadaye unakuta mambo yale anaomba mabaya ndio inatimizwa. Bwana asifiwe. Sababu shetani yako tayari yale mazuri anaomba, sababu hayuko katika njia na hayuko pamoja na Kristo. Ile mtu anaona kwa moyo wa maundu mega ukikorwa wa maundu mwaru ukikorwa na Kristo. Hakuna. Hata kama uko kanisa, salimia aliye karibu na mwambie, wewe mama zako inakuwa kana mlangani. Ni ya nguruwe ikiwa imejiweka kwa matope ama ni ya nguruwe imeoshwa. Na hotana sipo kwa mbele. Ni ya nguruwe pia kana ni ya nguruwe ile tena ile. Ewe nguruwe pia ni mondo cia muthikuwe kanitha na nguruwe ndoro inenere ya Yesu okagirira matahiko makirira egatiririra ndoro. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hivyo wacha tu Ephesians 1:11. Ephesians 1:11. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. 1:11. Anasemaje na Kiswahili? Na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Yeye anafanya mambo yote all things. All ni kusema all. Maundu mote ni kugatia ni maundu mote. Yeye ameyatimiza yale yaliyokuwa aliyokusudia kuyatimiza. Bwana asifiwe. Na tumeona kutimiza kwake yale alikuwa ametimiza ni gani? Nani alipeana? Christ. Ndio. Yale alikuwa anakusudi nalo ni kupeana Christ. Ni kuonyeshana mwanae yule atakuja kuongoa wale wote walio katika hali ya kuteswa. Kwa hivyo yeye alifanya mambo yote kulingana na vile yeye mwenyewe alivyo katika mapenzi yake na katika mpango wake. Aliyafanya yale yalihitajika. Bwana asifiwe. Na alifanya yani kulingana na mapenzi iliyokuwa ndani yake. Tuko pamoja? Haleluya. Na hakuna jambo lolote lile lilitoka nje ya wili yake. Bwana asifiwe. Ama alilifanya nje ya wili yake. Yote ilikuwa imefungwa ndani yake. Bwana asifiwe. Wewe makule yako yani si wewe ndio umefungwa na yako, kama vile na yeye alifungwa na alitimiza tu yake, na yake ndio alikuwa tunafaa kufuata. Sio wewe umwamulishe afuate yako. Na alitupatia Biblia the one ndio tuweze kujua yale yalikuwa imejifunga ndani yake ni gani, ndio ufuate hiyo ilikuwa imemfunga. Bwana asifiwe. Lakini sio ulete yako juu ya yake, kwa sababu yako hata itimiza. Wadhani roho. Anatimiza chochote tu kimetokana na yeye. Anatimiza chochote tu yeye mwenyewe aliweza kukipeana ama kukitambulisha. Bwana asifiwe. Na hakuna kazi mbili, ni moja: kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu. Bwana asifiwe. Ndio kila mmoja wacha tuone, ndio kila mmoja aweze kupata. Hebu First
alipokuwa anampeana mwanae wa kipekee. 1 Timothy 2:4. First Timothy chapter 2 verse 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ate will ya God ilikuwa all men to be saved. Hiyo ndio will ya God. Na hiyo ndio pressure. Hiyo ndio ile jambo Mungu alikuwa anafurahia. Kwa hivyo wakati unaulizwa what is the will of God, unasema ya kwamba mapenzi ya Mungu ilikuwa watu wote waweze all men to be saved and to come to the knowledge of his truth. Eti kwa bado wakuje katika ufahamu wa kufahamu ukweli wa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna kitu kingine Mungu alikuwa anaanza nayo. Kazi yake ni kumtuma mwanae, kumpeana mwanae, watu wote waweze kumsikiliza. Na ndiye aliuliza Adam and Eve, nani alikuambia ati wewe uji no kwelile? Sababu Mungu alikuwa anajua kile kwa Adam anajua ni sauti yake tu. Bwana asifiwe. Ni mapenzi yake tu, lakini alikuta unaniogelea kiboke hiki ameongezea neno lingine uchi. Atereja akamuuliza, kwani ulikula mti ule nilikwambia? Hakumuuliza hiyo nayo umetoa wapi? Mungu alikuwa anajua. Hakuna kitu kingine kinaweza fanya aweze kujua hiyo kusema neno uchi isipokuwa awe amevunja sheria ya Mungu. Bwana asifiwe. Na kuvunja sheria ya Mungu ni kutoka katika mwongozo wa Mungu kuingia katika mwongozo wa mtu mwingine. Kwa hivyo wakati alikubali mwongozo wake mpaka wa mawazo yake, alikuta ametambua neno uchi. Haleluya. Bwana asifiwe. Na wewe ni mangapi umetambuanga? Si hata sasa hivi nimekuambia yeyote yule ako na deni ainue mkono ukainua. Nani alikwambia wewe uko na deni? Kwani wewe ndio ulitumwa kuja ulipe deni? Si Yesu alitumwa? Ililipwa ama haijalipwa? Hiyo ililipwa haijalipwa? Si niuliza kuna wagonjwa nikatima kunao? Si ndio? Nani alikwambia wewe ni mgonjwa? Si ni hiyo mawazo. Hekima ya mwanadamu. Na si neno linasema tumemsaponywa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi naendelea watu wako ndani ya hiyo magonjwa, si ndio? Lakini nimemwambiaje mjue sasa saa hiyo wewe si mgonjwa sababu uko ndani ya ile kile kinaopita. Bwana asifiwe. Nikupita kinapita. Mwambie nikupita kinapita. Hiyo kijambo mpaka kia kulipa hiyo deni nikupita kinapita. Bwana asifiwe. Sababu alisema Bwana asifiwe. Haleluya. Unaweza tabua aje the will of God? Unaweza tabua aje the will of God? Ama unaweza elewa aje the will of God? Mapenzi ya Mungu unaweza elewa aje? Unaweza elewa mapenzi ya Mungu wakati umefika katika nafasi ya salvation. Unatambua mapenzi ya Mungu ndani ya wokovu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni lazima uwe saved. How do I know the will of God? Salvation. Kwa hivyo wokovu ndio unafanya niweze kutambua na kuelewa mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo huwezi kujua mapenzi ya Mungu kama uko nje ya wokovu. Kwa hivyo all of God's will is salvation. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu yote ni nini? Wokovu. Na wokovu ulikuwa unapitia kwa nani? Kwa Kristo. Na salvation is the work of the Savior, who is the pressure of God. Bwana asifiwe. Ate wokovu ni kazi ya mwokozi wetu Kristo Yesu. Mwana ni agorogosho. Oria arewe weko wa Ngai. Mwana ni agorogosho. Wetu wa Ngai.
Tuko pamoja? Second Timothy. Second Timothy 1:10. chapter 1 verse 10. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and has brought life and immortality to light through the gospel. Kwa hivyo, salvation is the work of Christ. Soma Kiswahili mama nani mshindi. Na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Yesu, aliye batili mauti na kufunua uzima na kutokuharibika kwa ile Injili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiulizwa who is the savior of the world? Nani mwokozi wa ulimwengu? Christ. Bwana asifiwe. Yeye ndiye alipeanwa. Kwa hivyo Mungu hakupenda kile yeye mwenyewe hata kilimfurahisha wakati ule alimtuma Yesu. Bwana asifiwe. Wakati alimtuma Yesu, mambo yale yote angefikiria kufanya, hangeweza kufanya. Kwa sababu gani? Ako na yule amepatia hiyo docket. Bwana asifiwe. Hiyo kiti kunaye yule amepatia. Na unajua kusema ya kwamba ate tumekaa katika mkono wa kulia wa Bwana. Sikiliza please. Ati wakati ule alikufa, tulikufa pamoja naye, tukazikwa pamoja naye, sasa tukaenda katika mkono wa Bwana wa kulia. Mkono wa kulia wa Bwana wa kulia ni kufanya nini? Ni kupewa mandate. Sio ati ni kupewa nafasi yote na Baba. Sasa Baba hana shughuli tena na jambo lolote la ulimwengu. Bwana asifiwe. Kidogo tubakaje. Ameyapwehokera. Amemtrust. Bwana asifiwe. Kwa hivyo amempatia ufalme wa mbinguni na hata wa ulimwengu, akamwatrustia. Sasa Mungu hana shughuli tena. Hiyo ndio mkono wa Bwana wa kulia. Bwana asifiwe. Huyo amemtrust. Kwa hivyo yeye ndiye amekalia hiyo kiti. Amemtrust atafanya hiyo kazi vyema. Kwa nini? Yaani hapo tena unaweza jiuliza, kwa nini? Kwa sababu wakati alipokufa, haleluya, wakati alipomtuma ulimwenguni, alimaliza kazi yake 3.5 years. Na baada ya kumaliza, akafa, akazikwa na akafufuka. Kwa sababu ya ufufuo, ndio Mungu alimuona amekamilika kuwa trusted. Haleluya. Na akampatia kila jambo, kila kitu, ufalme wote wa mbinguni na hata wa ulimwengu aweze kuulinda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna mahali mapenzi yako inahitajika. Hakuna. Hata yeye aliondoa yake. Ndiye Kristo aweze kukamilisha chochote kile yeye alikuwa amepanga. Nitaka haraka. Mwathani arogocwo. Amen. Reke itunyitio hanini please. Tugatikire kuhanyuka. Atukufi kesho. Kwa hivyo tuende pole. Miaka mingi pole. Sisi tu ni watu wa kuishi milele. Kwa hivyo tulia. Bwana asifiwe. Tulia hapo. Kesho utatambua ingine. Hivyo. Ukute ufalme wa mbinguni umekufunika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila kitu chake alikipeana kwa mtu mmoja. Kila kitu yake alikipeana kwa mtu mmoja. Huyo mtu mmoja ni nani? Christ. Si wewe alipatia. Sio wewe alipatia. Unajua kwa nini Mungu hakukubali Abraham aweze kuwa mwokozi wa ulimwengu? Kwa nini hakukubali Isaac? Kwa nini hakukubali Adam? Kwa nini hakukubali Moses? Kwa nini hakukubali Lot?
Kwa sababu ni moja, kwa sababu hao watu wote na mtu yeyote ako na mwili, hakuna mpango anaweza panga na Mungu kamiliki. Alipanga na Adam, akamgeuka. Abraham alimgeuka, akazaa Ismail. Alipanga na Moses badala ya Moses kunenea jiwe akalistrike. Bwana asifiwe. Unaona? Kwa hivyo ahadi hiyo ndio haikukamilika kwa nani? Kwa Abraham. Ilikuja kutimizwa na nani? Na Christ. Kwa nini? Kwa sababu Christ ni watu wawili wako katika kiwango kimoja. Bwana asifiwe. Na wote ni wa roho. Kwa hivyo hakuna umwili utaweza kumpeleka hata mmoja. Tuko pamoja? Ndio unaambiwa wewe fuata hayo alifanya, fuata hayo. Hakuna mapya wewe unaweza kuwa nayo, na hakuna mapya unaweza jitungia. Ifuate yake. Haleluya. Hakuna nini promise. Wewe unaweza sikaa chini ya Bwana, nimepromise nini? Unampromise nini na chote ni chake? Hata nimevao nini, unavao na zote ni zake. Na ndio moyo ule kwa fawe ndio etiwa. Ndio wakati wake mfawe ingia. Ukweli ama si kweli? Hizo zote hakuna. Ilitimia tu kwa Christ. Sio kwa mtu mwingine hata mmoja. Hallelujah. Kwa hivyo Jesus is the treasure of the Father. Na nimalize na hii mstari hiyo ingine tutasoma Sunday Colossians. Nimalize na huu mstari unasema ya kwamba sio kusoma ni ya nini? Ifunuo tu kidogo. Ya kwamba ati wewe ukiwa mwenyewe, wewe ukiwa peke yako, hauwezi kumfurahisha Bwana. Bwana asifiwe. Ni nani anamfurahisha Bwana? Ni yeyote yule ako ndani ya Kristo. Ukiwa outside Jesus, hauwezi kuplease God. Tuko pamoja? Ukiwa nje ya Kristo hauwezi kumfurahisha Mungu. Outside. Lakini wakati mmoja uko ndani yake, utaweza kufanya, ukifanya mapenzi yake, utaweza kufanya Mungu aweze kumiliki. Na ndio jambo lingine, ndio jambo hili moja. Na uweze kuelewa na kujua ya kwamba hakuna kitu unaweza, hakuna ketuge performance ati Yesu Kristo ya example. Hata wacha niseme, nilisoma katika kitabu ya Matthew 3. The Matthew 3 sio ile inasema ya kwamba ati Yesu mambo ya John the Baptist, si ndio? Vile alikuwa amekuja na akafanya na akapeana mambo ya Christ. Sasa ukiangalia Matthew 3 yote mpaka pale mwisho, hautakuta Yesu Kristo akiwa amefanya muujiza hata mmoja. Wakati ule Matthew 3 alikuwa anabatizwa, kwa sababu Matthew 3 alikuwa anabatizwa na John the Baptist. But ukiangalia kutoka pale juu 1 to mwisho, hakuna mahali Yesu Kristo alikuwa amefanya muujiza. Haleluya. Ati tuseme kwa sababu ya hiyo performance, kwa sababu ya hiyo kitendo ndio kilifanya Mungu aweze kumfufua ama kumfanya kuwa mwana wake, ama kufanya kuwa ati gainyo nile aliotumunene amweke kwa nito ndoto wekete asa kwa dede kugatia maombi yako, hata iwe marefu namna gani, iwe mazito namna gani, haiwezi kuinua Mungu mahali ya, na haiwezi fanya Mungu atiastuke. Ati opa maombi ya eto ila kwa tuwa ya mahoya make mako inainia ona maina nyama ko inainia kanyo bala kuna kama moke
Na tena ukweli, unaomba inakutikisa kwa sababu inakutetemesea wapi? Wakati umeomba na imekosa kutibiwa. Karibu na ibada ya watu nayo. Kagaiwa mdebo. Kagaiya dana jigwa. Nitiwe maina inia. Kabatire kate. Haikujibiwa. Bwana asifiwe. Atitoa mbegu musito. Tuko turute mbegu. Tutego saira. Turute mbegu tuego. Utego ibera ruo. Oko ibera ruo. Kibeo oko ibera ruo. Etiguo. Koguo augaga opposite ori akiugo kiagirinde. Niguo twafundithitio. Ine niguo twagwo. Na wewe githiwe na mbeo ati ugituani uraigua ruo. Ana maheni. Unukikatia kana guki orarage guku gekuraga guku kanitha-ini mweri ngihoera andu. Ndakwira kama. Ngai ndakiuganie kurehe andu haria ati oke tondu ni urararire guku. Ukurara bure. Inde mundu raigua takimono kinya tigana naguo. Ni tondu nikiga kwa nini umekuwa na hiyo mawazo? Kwa sababu ulikuwa unataka kudrive God. Bwana asifiwe. Ulikuwa unataka kuwa na Kristo. Akukufa kesho, ukufie soso yako. Bwana asifiwe. Ufanye nini ufanye? Hata vile unaona ninahubiri. Hizi kitu nafaa kufanya hivyo. Nafaa. Na nikikataa, nisikie nimechoka. Hata na huko ndani kwangu mimi ndio nitasikia yenyewe sijatosheleka kwa sababu chakula yangu sijakula. Mpaka inanibeba inanipeleka niende nikaikule ama nikaipeane. Bwana asifiwe. My dears. Usifikirie kuna jambo lake tumuohore tuna duka tamukage mwaigwa mutigo katugaikara na duka tatukakujanderia. Ukera na hiyo manya harangagate harugo. Twendake haleluya. Kwa sababu kana mure sio utidia huo. Yeni mundu akigwa Ngai tahute kagate Ngai ndaina gione kehoya ri. Ngai ndaina gione kebegore. Ngai ndaina gione negoka kanitha-ini ukahoya ukiuraga guku ri ugithambagia ri. Ithe no kuigwa ni gutigana na kanitha ucio. Uthie kuria kwina maundu mariku. Kwina maundu macio maciaba na moriro. Maurira guo wona weko na Ngai arekaga handu hothe hari mahali popote Mungu unafanyia Mungu ndio akufanyie wewe na hata maiti ni bora kuliko, sababu utajiua bure kwa kuona hakuna. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Kwa hivyo kuja ndani ya kazi ya Bwana ukiwa free. Na kuja ukijua ninaenda kwa sababu na ni kama vile Rona, ukiambia Rona jedida ama wawero wangu ama huyu ulei uambie muende kwenu. Muende kwenu. Watashika njia wakienda wapi? Ukisema waga pakwagu wa mutarara hata kama ni Mombasa. Nani watapigia simu? Ni neiba ama ni Kasongo. No mekohorera tipo. Ni mimi. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni mimi ndiye baba mama yao ama baba yao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu hata wakati unajikuta katika hali ya kusikia hautaki, ndio nangauga gadigwe kwa wazo ngakoraga. Wauga ndio kweka na waraka wazo. Yesu leo tigane tena ndio akalete. No raidera. Todo dole. Nenoge ndio sio kuiga nini. Haleluya. Hata mtoto akiwa mzazi wake amekufa aende abiwe aenda kwenda anaenda wapi? Kule kwa mama yake alikufa ama baba yake? Huko ndio kwao. Wewe kwani ni wapi? Wewe kwani kwa Kristo? Haleluya. Kristo alipeana freedom. Mwambie wewe mwingine tulipewa freedom. Kwa hivyo fanya kila kitu ukiwa na hiyo freedom ya nani? Ya Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Na Kristo hakunona jambo lolote, kunona ni kufanya nini? Hakupima. Kristo alifanya kazi ya baba yake kwa
kwa moyo. Ukweli ama si kweli? Alifanya na moyo moja, alitimiza kile kitu na moyo moja. Kwa hivyo hakuna jambo lilikuja likamwambia pima hapa ama fanya hivi. Yule wangu siri. Nimemaliza nikisema, kwa hivyo hakuna kitu unaweza jipima mbele za Bwana. Ukikuja kanisani, kuja kwa sababu unafaa kufanya hivyo. Na wakati mmoja utatumia hekima yako, wewe pia unajitesa. Unaigwa ongewa kweli sio ndio ukiwa ndio limo. Ukiwatera wala, si kuna wala, unafiki. Wakati wote unatumia unafiki, ni wewe unajitesa. Hautesi Mungu na utesi Shetani. Bwana asifiwe. Na huwezi tesa pastor. Nani na huwezi tesa kanisa. Nani anajitesa? Wewe mwenyewe. Nilitaka kueloma ole watu ni. Hadi matule ndio ndumaine na sheria ine. Ya. Nikavado kubolerwa nikamudhomera sade. Hadi fulani wangu hadi korore. Nikamudhomera. Wana tuhigira kuwetu. Osoro. Hata mutika sana kwa nini mwamenya mao. Mera mao mnamenya. Kwa hivyo ati kwa sababu umefanya jambo, usifikirie kuna kitu unaweza mtetemesha Mungu ama ate sasa kwa sababu wewe unaona umefanya ate sasa Mungu naye atastuka na acheke. Ndio gani Mungu ingaga. Ndiye anafikiria gai, aliangalia ona siara Yesu ndiye anakile. Ona Yesu akweli bwana anakile. Ona aliketi ukinyonelea uledala. Ona siara ndiye anakile. Wewe ukimumudhakia, na kumudhakia na style wako. Mundu wenanya mana, mwele ugusa na gererio kesa ukogae kate. Biblia inasema tuko mwili yetu ni madogoya ya udogo. Unavutana alafu unarudiana wewe kate Kenya matagi kikiuma ngagekagwa. Sasa ukogae karo kona ni hagia kedo kamera. Madani anawosho. Ndora ko otuwe kana oiso kana gere etekera sio ni mtoto wa Mungu kumena Bwana asifiwe. Sitapita hapo. Huko kwingine tutasoma on Sunday, hapo ndipo tutasomea hiyo. Yes, hiyo. Haleluya. Tumefurahi. Ni wakati wa kufurahi. Sawa, reka chini. Ni wakati wameponywa mawazo, moyo. Ni wakati wamejua hawana reka chini. Ndio leo ndio kijo. Ukakelea yote uka. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio ngena mama nyate oroa burikara hare gai tikwenda wako. Niwe wendire. Mwathani abosho. Akiana we adina wewe tuire kwa no niwe wende. Tiwe wende. Ona ide tiwe wako tuire. Nyanga ne wako tuire. Mwathani abosho. Woguore. Niere ria ndiramuona uko ngimwona uko na mwikiri na makiri ni muraigwa ngimenya niki muroya nikijua ni nini mnapokea masawa nikijua ni nini umepita wale watu makanisa iko thousands and million. Bwana asifiwe. Wako tu katika mambo ya kufurahishwa na kuonyeshwa atefanyeni ndio mfanyiwe. Fuga ate ndio uweze kupata atefuga uwe na nguvu dada ukanajikwe higa kutunguza ya kile yote kitu dukane hike nikuwa kete wogerereke dukanagarie kuhiga nipo wogerereke na dukanagarie kuhiga nikuwa pote kutabisha dukanagarie kuhiga ate nikuwa pesa. Umeitwa? Utamdhalilia na kitu. Utamwelezea vizuri na nini?
Usijaribu. Usijaribu atakuja kujitesa. Usijaribu. Kujitesa kule ndio unaona tumefanya mangapi? Tumefuga mara ngapi? Lakini kufuga tutafuga, lakini si kwa hizo njia za kwa sababu hebu niulize. Kama si kwa yani ate hakuna kitu naweza fanya kwa Mungu afurahie. Ate ndake kwehigae nikuoge na hinya wangu kina mbele ya zamaki ni magai. Nikigoge kuwekera hinya kana nikioga kwekera hinya kana ni honoki kana ni hiyo ya libya. Nile ule gonyoku. Nilikuwa nataramenya kule fangate. Nile uragie kweraga yumenyaga ni ipanewe otumende kwa kugia bea. Mwana nile kebea iso singale kwa kihando omo era simbe wake. Kana tipo mahoya mara tukoragwo namo. Ati mwathani ni kana ndari na wira mwega fulani niwe wokiri akiruga no hawira-ini wakwa na uwe na ndia twacokire guthie na mbere ringi. Haleluya. Nĩrĩ ũtakoragwo na andũ ĩgwĩkĩte ũndũ. Tigana mahoya na maga kwĩhinga kwĩnogia thĩ. Ũkaritũhĩrwo andũ mũgĩgwĩkwo atĩ. Magwana igũrũ makoiga karoneka kaĩ. Mũturi waku nĩ mũtumia ndaga mũndũ ũngĩ wa kũmũteithia. Aga mũtumia ndaga mũtumia wa ito mundu ucio ndari na itheru. Simama. Mwamba mwenye imara kwa sababu ya uweza wake na kushinda mioyo yetu. Tumeshindwa ama hatujashindwa? Tumeshindwa. Nini kimetushinda? Neno lake. Bwana asifiwe. Tulikuwa tunafikiria sisi ni washindi. Wakati tulikuwa tunafikiria ni kazi zetu tutaonyeshana mbele zake. Bwana asifiwe. Lakini wakati ule neno lake limetambulishwa, lile mtumishi wa Bwana alihubiri, lile tumehubiri, Bwana asifiwe. Tumekuta tumeshindwa. Sisi tulikuwa tumeshindwa, lakini tulikuwa tunafikiria tuko katika usawa. Kumbe tulikuwa kwanza tumekomeshwa. Tulikuwa katika ndoto. Haleluya. Sasa ndoto zimeondoka, hazijaondoka? Maono ya madanganyo haijaondoka? Mwathani ya roho ucio ndio turathie tutari na undu ona ngo twena ate tutira kindu twena sina cha mkononi enda na kuja tu hivyo unaniona. Hakuna kitu nimeshika. Sina maombi yako. Sina kutambua neno sana kwangu, sina kuhubiri kwangu.
sina fedha yangu, sina sadaka yangu, sina tithe yangu. Bwana asifiwe. Sina chochote, mimi nakuja nacho mbele zako. Kwa hivyo nimekuja tu hivyo, unaniona Bwana, kwa sababu wewe ndiye unaniolewa vyema. Bwana asifiwe. Na hakuna kitu kinaweza sema hiki kiticho kinaweza kufanya niweze kusimama. Haleluya. Kwa hivyo shukuru Bwana ni kwa sababu ya kuwa hivyo na kwenda kwake ukiwa, yani na kuwa pamoja naye ukiwa. Tegemeo lako lote ni nani? Ni yeye. Bwana asifiwe. Shukuru yeye. Jambo rahisi, shukuru yeye. Bwana tunakushukuru na tunakuinua. Sisi Bwana Jehova Jireh tulikuwa tumedanganyika, lakini sasa tumejua na tumetambua mapenzi yako mfalme wa ajabu. Ni tusimame katika nafasi yako mfalme wa ajabu, tukiwa wakati wowote mfalme wa ajabu tunahitaji kutoka kwako. Wewe Bwana ulikuja katika maisha yetu ndio uweze kuwa mfalme wa ajabu, mtu wa kutusaidia na hata kutubariki na hata Bwana Jehova Jireh kutushughulikia katika mambo yote. Tunakuinua mtakatifu, riba shanda la baboze ketoria mianga na mabozani. Kazi yetu imekwisha Bwana Jehova Jireh, yote yale ilikuwa ndani yetu. Kazi yetu imeondoka katika maisha yetu Bwana. Hilo bajane zililako tanibelete. Uliyeshanda la babozaya, hatutajipima na kitu chochote mfalme. Na hatutaonyeshana kitu chochote Bwana. Tuseme hiki ndicho kimefanya tuweze kufika katika wokovu. Bwana tuweze kusimama imara katika uwezo wako Bwana na nguvu zako. Ekose zililako tanibelete. Kulibashanta la babori ya kurase zililako Jehova. Shika mkono waliye karibu nazo. Shukuru Bwana ni kwa ajili yake, mwambie Bwana asante kwa sababu ya mwenzangu. Umemuondoa katika hali ya udanganyifu. Sasa tumeingia katika hali ya kweli. Tumeingia katika hali ya neema. Ile Bwana Jehova Jireh inayofanya kazi maishani wetu si kila wakati sisi wote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mshukuru Bwana ni kwa ajili yake. Kwa sababu mahali ametolewa hata rudi tena. Chochote kimepingwa ndani yake hakitarudi tena kuwa hai. Kitu chochote kilikuwa kimejiinua kimdanganye, kimeondolewa na kimekufa, sasa amesimama. Haleluya. Robo sheke tu ya miane tena kwa sababu tena Bwana kwa Bwana. Pokea sifa na utukufu Bwana wetu Mungu wetu kwa Bible na Bwana tena kwa Bwana mmoja wa Bwana. Kwa kwa basi tena Bwana Jehova ni kama mtoko ya tena mtoko ya Bwana tena kwa ya tena kwa Bwana. Korone tena Bwana Jehova kwa mimi na kwa ya mbele tena Bwana Jehova ni kama la ya kuna. Antonia Elizabeth tena Bwana Jehova Bwana. Izatiba aliasho tena Bwana Jehova Jireh. Konteria Elizabeth tena Bwana. Pokea sifa na utukufu Bwana Jehova Jireh. Ni kwa sababu tulikuwa katika maono machafu Bwana Jehova Jireh, tulikuwa katika ndoto. Tulikuwa katika Bwana Jehova Jireh udanganyifu ni kubomoa na makayangu. Wakamokea kia kama dana. Lakini leo ya kama roho ni nimeweza tena Bwana Jehova Jireh. Lakini sasa hivi Bwana umetushindania. Umetuonekania, umetuokoa Bwana Jehova Jireh. Umetuondoa mawazo yote yale yalikuwa pingamizi katika maisha yetu. Niko maana tena Bwana bila uroho Bwana tukamate tena Bwana. Haleluya. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo tunakuinua na tunakutukuza. Pokea sifa na utukufu ni kwa sababu ya neema kuu Bwana Jehova Jireh, mapenzi yako mema Bwana Jehova Jireh umetukirimia. Asante ni kwa sababu tulikuwa tunafikiria tuko na nafasi kubwa mfalme wa ajabu ya kutenda vile tunataka. Mfalme wa ajabu na tulikuwa tunafikiria ni msaada wako mfalme ulikuwa unafanya kazi ndani yetu. Lakini tumetambua jioni ya leo Bwana Jehova Jireh hata yule alikuwa anayetupa msaada ni yule muovu. Ni kwa sababu Bwana ndani yako hakuna kifo, ndani yako hakuna maombi machafu, ndani yako Bwana Jehova Jireh hakuna magonjwa. Ndani yako Bwana Jehova Jireh hakuna mwongozo wowote Bwana Jehova Jireh wa kufanya wengine wakaweza kuangamia. Tunakutukuza wewe Bwana, ukasiriki mfalme wa ajabu na hakuna wakati unawaza mawazo mabaya juu ya watu wote kwa sababu wamepitia au wamefanya jambo fulani. Haya yote ilikwisha wakati ulimtuma mwanao Kristo Yesu akaweza kutufungua sisi wote Bwana tukawa huru katika mambo yote yale tutafanyayo. We reported this fortunately validated in Father. Kwa hivyo Bwana Jehova Jireh twashukuru jina lako Bwana kwa kutujulisha vile ulivyo na vile kwa nini Bwana Jehova Jireh ulileta ufalme wako katika miongoni mwetu mfalme wa ajabu ndio uweze kutushughulikia. Pokea sifa mfalme. Nimewabariki wakati huu wanatoka mahali hapa Bwana, wote walio na madeni, wote walio na maroni, wote walio wagonjwa, wote walio na jambo lolote Bwana wako ndani ya hilo jambo, ni kwa sababu mwisho wake mfalme umefika na imejitokesha ndio Bwana Jehova
ajili ya hilo jambo liweze kupita mfalme kama kiburi na hazitajirudia katika maisha yao tena. Bwana, pokea sifa, wewe ni Mungu. Watirio ndio uweza okera leke. Taburia watira mwana ninga ibaba ne motiro tira kakaima na Yesu. Wewe wakuile mere. Wakuile mere akuigana. Na motire wekuo kigege sokera. Na hivyo ya turaya baundo ni mara wikira mothe ni matira. Tumagera na nikuo mwana ninga ibaba matumenye na manama mwana ni maundu macio ni mathirire. Tondu hatire undu mwana ninga ibaba mego kama matokiye kana maturage. Ona kana mwana ni matuikirie thini wa gicoroko kana gikuo. Ni twashokia ngatho wewe muthamaki witũ Jehova kwa sababu ya neema na utukufu wako Bwana Jehova Jireh. Wewe ni Mungu na wewe ni mwaminifu, katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Sasa ni wakati